إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمون، فإن الله تعالى من علينا بنعيم عظيمة جليلة ومنها نعمة المال ونعمة وفرة الأرزاق وتنوع المطاعم والمشارب، فإن النعم كلها من الله تعالى كما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلك في الإنفاق منها والانتفاع بها مسلك التوسط والاعتدال، فقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Enyi ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kuhusieni bila kuisahau kuhusia nafsi yangu, nalo si jambo lingine, ni jambo kubwa na adhim, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha sisi kwa kutupa neema zilizokuwa kubwa. Miongoni mwa neema hizo ni neema za sisi kumiliki mali, kadhalika neema za kumiliki riziki mbalimbali, za kumiliki chakula na kinywaji. Hakika neema zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote mtakayokuwa nayo katika neema basi hiyo inatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika ametuamrisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala tutumie njia zilizokuwa bora katika kutoa mali zetu, kadhalika pia tutumie njia zilizokuwa bora katika kunufaishwa na mali hizo, bali njia ambayo iliyokuwa ya sawa sawa ni njia ya kati na kati. Usitoe ukapitiliza na usiubane mkono wako ukawa ni mkono wa mtu aliyekuwa na sifa ya ubakhili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi, usiukunje mkono wako ukauweka umekuwa karibu na shingoni mwako, ukawa mkono huo ni mkono wa bakhili usiotoa kile ulichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tabsutha kullal bas, lakini pia usiunyooshe moja kwa moja ukapitiliza ukawa ni mwenye kutoa vile vyako na vile ambavyo vinavyohusu watu wako na familia zako,
ukawa ni mwenye kutoa vile vyako na vile ambavyo vitakavyoharibu pato lako, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fataqauda maluman mahsura, kisha baadaye majibu yake uwe ni mtu mwenye kujilaumu na mtu mwenye kujuta. Akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli nyingine ndani ya kitabu chake kitukufu, walladhina idha anfaqu, na wale ambao wanapotoa, lam yusrifu, hawafanyi israf, hawapituki katika kutoa, wala yakturu, kadhalika pia hawawi ni wenye kufanya ubakhili katika kutoa, wakana baina dhalika qawama, na wakawa watu hao baina israfu na al-iqtar ambao ni ubakhili wamesimama kati na kati. Jambo hili linapendeza sana kwa Muislamu kujipamba nalo, kwa sababu maslaki hii ndio maslaki ambayo alotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu. Uzangu Waislamu, maslaki ya kutoa na maslaki ya ubakhili inakusanya kula na kunywa na kuvaa na kuwakirimu wageni. Hakika vyote hivyo vinamtaka Muislamu achukue njia ya uadilifu, njia ya kati na kati, asipituke akawa ni mwenye kufanya israfu katika kutoa, na wala asifanye ubakhili, kwa sababu tabia ya kufanya israfu katika kutoa ni tabia mbaya. Kadhalika pia tabia ya kufanya ubakhili katika kutoa ni tabia mbaya. Ukija katika upande wa vyakula, tabia ya kufanya israfu katika vyakula ni tabia mbaya. Kadhalika pia tabia ya unyimani wa vyakula ni tabia mbaya. Kwani zote hizi ni tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitahadharisha, na zile nzuri ameziamrisha. Tabia ya ubakhili ni tabia mbaya kwa sababu bakhili ni ndugu wa shaitani. Bakhili ndugu yake ni Iblis. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubadhiru tabdhira innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Allah anasema msifanye tabdhir, msifanye uharibifu. Hakika waharibifu ni ndugu zake shaitani. Msifanye uharibifu, hakika waharibifu ni ndugu zake shaitani. Na hapa anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala at-tabdhiru fil mal, at-tabdhiru fi at-ta'am, wat-tabdhiru fi ash-sharab. Kufanya uharibifu katika mali, kufanya uharibifu katika chakula, kadhalika pia uharibifu katika kinywaji. Kwa hiyo tabia za kutoa ukapitiliza, ukawa ni mwenye kufanya uharibifu kwa kitoa chakula kwa watu, wakala mpaka wakasaza wakakichukua wakitupa katika zabala, hii si tabia ya Kiislamu, bali wanaofanya hivi ni ndugu zake na shaitani. Kadhalika pia yule ambaye anayefanya israfu, huyu anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia wale ambao wanaofanya israfu katika utoaji, wale ambao wanaofanya israfu katika chakula, na wale ambao wanaofanya israfu katika vinywaji. Kwani hakuna Muislamu wa aina yoyote anayeridhia jambo hili la yeye kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kinyume chake awe ni kipenzi cha shetani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha, anasema wakulu washrabu wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Kuleni, kunyweni na wala msifanye israfu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapendi wale wenye kufanya israfu. Kwa tumeona enyi Waislamu kuna tabia mbili. Tabia ya kwanza ni at-taqtir al-bukhl alladhi huwa khuluqun dhamimun. Kadhalika tabia ya pili ni al-israf alladhi huwa al-ghuluw fi al-infaq. Ni israfu ambayo ni kuvuka mipaka katika kutoa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kutoa ni katika yale aliyoyaamrisha, lakini amewataja watu hawa kuwa ni ndugu wa shaitani. Waqala sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhila, rawahu al-Hakim wa sahaha. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika maneno yake yaliyopokelewa na al-Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala katika mustadrak yake, na akayasahihisha pia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuleni
kadhalika pia kunyweni, kadhalika pia toeni sadaka, na mvae mavazi ya kati na kati, fi ghairi israfin, bila kuchupa mipaka katika mavazi na chakula na kinywaji na sadaka, wala makhila wala kibri. Kwa Muislamu anapokula anatakiwa ale chakula bila kuvuka mipaka, anapotoa anatakiwa atoe sadaka bila kuvuka mipaka, anapokuwa anavaa basi avae mavazi yasiyokuwa na israfu, asivuke mipaka katika mavazi. Kwani kuna baadhi ya watu hualika watu katika maharusi au katika wageni nyumbani kwake, akapika chakula cha watu 10, akapika chakula cha watu 100, akawa amefanya kinywaji cha watu 10, akakifanya mara 10 yake ikawa ni kinywaji cha watu 100. Kisha baadaye wanapokuwa wanatoka wale watu, chakula kile kinabaki, hakina mtu yeyote wa kuweza kukitumia, kinakwenda kutupwa katika jalala. Wale ambao waliokosa chakula inakuwa ni sababu ya kumchukia yule ambaye aliandaa chakula kile na baadaye kukitupa. Jambo hili linapelekea sana chuki katika jamii fulani, kadhalika pia linapelekea Allah subhanahu wa ta'ala kughadhibikia jamii ile. Wakad zayyana ash-shaytanu likathiri minan nasi at-tabdhira wal israf. Hakika shaytan aliwapambia watu wengi jambo la kuchupa mipaka katika kutoa, jambo la kuchupa mipaka katika kualika watu katika maharusi na wageni. Hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelikasirikia, lakini shaitani kwa sababu hapendi hawa wanadamu waweze kusalimika na maasi, akawa amewapambia watu wengi. Wakuta mtu harusi ya watu 100 akapika chakula cha watu 1000. Wakuta mtu amealika watu 5 akapika chakula cha watu 50. Jambo hili ni dhahiratun mukhifatun, ni dhahira inawakufisha wale ambao wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna hadhihi dhahira kufranun li ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dhahira hii ni kutikufuru zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Amin kufrani lilmun'imi biha subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia ni katika kumkufuru yule ambaye aliyekuneemesha wewe neema hizo. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Na Allah subhanahu wa ta'ala alikishasema kuwaambia waja wake kwamba nyinyi ikiwa mtamshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishieni katika neema zake, na ikiwa mtamkufuru hakika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni kali. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha piga mfano wa kijiji au mji uliokuwa na amani, mji uliokuwa na utulivu. Zinakuja riziki kutoka maeneo tofauti tofauti kuingia katika mji huo, watu wale wakawa wananeemeka na riziki hizo na neema hizo. Lakini watu wale kwa bahati mbaya wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzikufuru zile neema zake alizowaneemesha. Natija ikawa Allah akawaonjesha adhabu, Allah akawaonjesha kwa kuwavisha vazi la njaa na vazi la hofu, lakini si kwa mengine, ni kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Ibadallah, innal mafasida fi at-tabdhiri wal wala'imi wal israfi fiha kathiratun mutanawwi'a. Hakika mafsada, maharibiko ambayo yanapatikana katika uchupaji wa mipaka, kutengeneza chakula na mambo mengine yanayofanana na hayo, katika walaimu za harusi, kadhalika pia na walaimu za kualika wageni nyumbani kwetu na kufanya israfu ndani yake, mafsada ni mengi sana, tena ya aina mbalimbali. Miongoni mwayo ni jambo la kuwa ukifanya hivyo unakuwa umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na umemwasi mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na umetoka nje ya yale makatazo ya mtume, umetoka nje ya yale maamrisho ya mtume sallam, na unakuwa tayari umeingia ndani ya yale makatazo
ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Fattaqullaha ibadallah wa hafidhu ala ma antum fihi minan ni'ami minaz zawal. aqulu hadha alqawl wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما مزيدا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من الظواهر التي تصاحب التبذير في الولائم تصوير الولائم ونشرها في وسائل التواصل وهو سلوك سيء له أضرار كثيرة. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوزتك صلاة سلام zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Usieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtambue ya kwamba katika mambo ambayo yamekuwa yakisuhubiana na kitendo hiki cha kutumia pesa nyingi katika kuandaa chakula kwa ajili za walima za harusi na mfano wake, ni jambo zima la kupiga picha chakula kile kisha kukieneza katika mitandao ya kijamii. Kupiga chakula kwa maana ya kujisifu na kwamba tunajua kuandaa na tumewaalika watu wengi wamekula chakula mpaka kimewashinda. Hii ni tabia mbaya na ina madhara makubwa katika jamii. Miongoni mwa madhara hayo ni kasru kulubul fuqara'i wa du'afa'il hal, kuwanyongesha na kudhoofisha nyoyo za wale mafakiri na wale waliokuwa na hali iliyokuwa dhaifu, wale ambao hawawezi ukipata kile chakula kwa wakati ule. Ukikiagiza katika wasailu tawasul, unamfanya aliyoko mbali, hali yake ni ngumu, huenda na siku moja nzima hajapata chochote, anaangalia ni namna gani nyinyi mnapopoteza mali kwa chakula ambacho lau kama angepata hata hicho mlichotupa jalalani angeweza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hilo tu, itabaki nyongo katika nafsi yake kukuombea dua mbaya au kutamani na kutia hasadi katika kile chakula, baadaye kupakie madhara kwa wale ambao waliokula chakula kile. Kama jinsi ambavyo kitendo hichi pia kitapelekea watu wengine wakiona kitendo hicho waige na wao waandae israfu, waandae chakula kingi kitakachoweza kubaki, kwa maana ya kufanya kama jinsi ambavyo tulivyofanya sisi. Jambo hili ni jambo baya na inakuwa ni kiigizo kilichokuwa kibaya. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aniruzuku mimi na nyinyi kushukuru neema zake, na atuweke mbali kabisa na jambo la kuzikufuru neema zake, na atukinge sisi na jambo zima la kuziondoa zile neema alizotuneemesha. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma aiza al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillah.